Kufuatia taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi Novemba 7, 2025 ikieleza kuwa linawasaka na kuwatafuta ili liweze kuwakamata watuhumiwa 10 ambao wanahusika na kuandaa, kupanga na kutekeleza vurugu katika maeneo mbalimbali nchini katika siku ya Oktoba 29, 2025. Miongoni mwa watu walioko katika idadi hiyo ni Askofu Josephat Gwajima. Jambo TV imezungumza na wakili wa Askofu Josephat Gwajima ambaye ni wakili Peter Kibatala juu ya namna gani ambavyo ataliendea swala hili na kama mteja wake atajisalimisha au atasubiri kukamatwa. Wakili Kibatala ametujibu kwa ufupi kwamba leo saa 11 Novemba 8, 2025 siku ya Jumamosi atatoa taarifa kamili nini hasa kitaendelea dhidi ya mteja wake. Ndugu, nimeona hiyo karatasi lakini namtaja mteja wangu Askofu Josephat Gwajima. Nitatoa taarifa rasmi saa 11 za jioni ya leo na nitashare na wewe na jamii kwa ujumla. Kuna mambo fulani mawili matatu ya kisheria na yafanya kwa maana consultations, lakini nitatoa taarifa muda huo saa 11. Kwa naomba wewe na wote wenye shauku ya kusikia kuhusiana na Askofu Josephat Gwajima mnivumilie mpaka muda huo. Nitashare nawe kama kusema taarifa rasmi ya kisheria na nini kinafuata. Lakini ni mwaka wa kuchoka sana, kuchoka mwili na kuchoka roho pia, lakini Mungu wa mbinguni atatutia nguvu. Lakini si hivyo tu. Tayari naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Bara Amani Golugwa amekamatwa leo Novemba 8, 2025. Wakili wake Hekima Mwasipu amethibitishia Jambo TV kukamatwa kwa kiongozi huyo wa upinzani nchini, akieleza kuwa kwa sasa anafuatilia kujua ni kitu gani cha polisi anapelekwa ili taratibu zingine za kisheria ziweze kuendelea. Kwa sasa naweza kuthibitisha tu amekamatwa, amesema wakili Hekima Mwasipu kwa ufupi. Wakati huu Jambo TV ikiwa inaendelea kufuatilia kupata undani wa taarifa hizi na nini hasa ambacho kinaendelea, usiku wa kuamkia leo Novemba 8, 2025, jeshi la polisi nchini limetoa taarifa kwa umma likieleza kuwa kufuatia matokeo ya vurugu, uporaji wa mali, uvunjifu wa amani uliotokea Novemba 29, 2025 katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya na kwingineko, lakini pia katika mikoa ya Shinyanga, Geita, Songwe, Ruvuma, Mara, Dodoma, Kilimanjaro na Iringa, ambayo imesababisha madhara kwa binadamu, kuharibu kwa mali za umma pamoja na watu binafsi, ambayo yalileta athari kubwa. Jeshi hilo linawatafuta huku likiagiza kuwa kama wanaweza au watapata taarifa ya kutafutwa kwao wajisalimishe kwa jeshi hilo. Taarifa hiyo ilitolewa na David Misime ambaye ni msemaji wa jeshi la polisi, imesema inawasaka na kwa ajili ya kuwakamata Josephat Gwajima ambaye kama tunavyofahamu ni askofu na mkuu wa makanisa ya Ufufuo na Uzima Glory of Christ Tanzania Church, lakini pia lamtafuta mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Brenda Jonas Rupia, katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mnyika, Godbless Jonathan Lema, Machumu Maximilian Kaduto ambaye ni maarufu kama Askofu Mwana Mapinduzi, Deogratius Cosmas Mahinyila wakili ambaye ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema Bavicha Taifa, Boniface Jacob ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa kanda ya Pwani, Hilda Newton, huyu tu ni mwanachama wa Chadema, Awad Kalonga na Amani Golugwa ambaye ni naibu katibu mkuu wa chama hicho kwa upande wa bara. Taarifa hiyo imeeleza kuwa watu hawa wajisalimisha katika vituo vya polisi mara moja watakapoona taarifa popote walipo, huku ikieleza kuwa inaendelea kufanya jitihada za kuweza kuwatafuta kwa ajili ya kuwakamata. Si hivyo tu, taarifa hiyo imeonya kuwa mtu wa kikundi cha watu wanaopanga kufanya uhalifu wa namna yote ile halitasita kuchukua hatua yoyote ya kisheria dhidi yao ili kuweza kuwakamata. Hii imekuja mara baada ya Novemba 7, 2025 kufikishwa mahakamani kwa watu takriban 240 ambao walishtakiwa kwa kula njama ya kufanya uhaini, lakini pia kutenda kosa hilo la uhaini. Jambo TV inaendelea kufuatilia taarifa na pindi tutapokuwa na taarifa zaidi tutaendelea kukuletea hapa.